ligi yetu ukiangalia kwa asilimia kubwa ni mwili wa bouncer. Ni timu mbili pekee ambazo zinawania ubingwa. Hii nyingine ikitokea ni dharura imetokea mpaka hivi sasa. Simba imechukua ubingwa mara 4 mfululizo, Young Africans imechukua ubingwa mara 4 mfululizo. Unaona msimu huu ambao wena timu nyingine ikachukua mara 5 au ikaje ikachukua mara ya kwanza katika awamu nyingine. Ni kama msimu huu pengine ni mgumu zaidi mpaka kwa bodi ya ligi na waamuzi wake. Maana kama shinikizo kama kubwa kulingana na nature ya ligi yetu. Possibility ambayo naona iko 50 kwa 50 kwa sasa ni timu moja wapo kuchukua mara 5 na 50 nyingine ni timu moja kuchukua mara ya kwanza baada ya miaka 4. Yes. Kwa ni 50 kwa 50. 50 kwa 50. Kwa na Simba na Yanga mpaka hapo tulipofika. Yanga michezo 4 ana alama 10. Anaongoza ligi. Simba michezo 3 na alama 9. Iko nyuma kwa mchezo mmoja. Hao mpaka hapa tulipofika na hapa asilimia 50 ya ubingwa kwa sababu ni mapema sana. Kila mtu anampa faida sawa. Kwa sababu safari ni ndefu. Kuna mechi 26 kwa Yanga zimebaki. Kuna mechi 27. Nikizungumza leo kwa sababu za ufundi wowote, huu ni utabiri, tutakuwa sio uchambuzi. Okay. Labda ambacho naweza kusema ni kujadili Simba mpaka hapa ilipo na kujadili Yanga mpaka hapa ilipo. Hiyo inawezekana kwa sababu michezo imeshachezwa. Kuna kwaga na pressure kubwa sana kama timu hizi zinatofautiana alama moja au mchezo mmoja. Ni sahihi. Ndo ninachozungumza mimi. Kwa maana kwamba ukiangalia pressure ya Simba kwa pressure ya Young Africans inaweza kaleta utulivu msimu huu. Maana kama msimu uliopita pressure kidogo ilikuwa kubwa sana. Kwenye ukirudi kwenye rekodi ya miaka hii 4 ambayo Yanga amekuwa bingwa, imewahi kutokea Simba kuongoza ligi siku za mwanzoni mpaka kukaribia michezo 10 na zaidi. Alafu mwisho wa msimu Yanga akawa bingwa. Kwenye hii misimu 4 imewahi kutokea Yanga kuongoza ligi mwishoni wa mwezi wa kwanza wa msimu kwanza mpaka ligi inavyoisha. Kwenye hii misimu 4 tena ikawahi tena Simba kurudi kushika usukani katikati ya ligi. Kama unakumbuka msimu juzi Simba aliongoza alama 12, Yanga akazipunguza zile akaongoza yeye, na msimu uliopita akaongoza yeye kwa utofauti wa alama 4. Sasa msimu uliopita ni Yanga kwa kileleni, Simba kwa kileleni, wakawa wanapokezana hivi. Ulikuwa msimu mchanganyiko. Huyu kwa sababu ya ratiba. Then mwishoni kila kitu kilivyokuwa sawa ukabaki mchezo mmoja wa kuamua hatima mtu kuwa bingwa. Okay. Alafu ndio Yanga akawa bingwa. Kwa hiyo ni kawaida hiki kinachotokea, aidha Yanga kuongoza, aidha Simba kuongoza. Ila games zinapofika 15 pale timu zishafanya tathmini ya kuona mapungufu yetu ni haya, huyu mara wetu ni huu. Na pale mara nyingi tafsiri ya kumuona bingwa au timu inayocheza kibingwa inakuwa ishaonekana. Kinachofuata hapo labda ni surprise. Okay. Tunakuwa tunaona kwa muundo huu hii timu ya Yanga imekaa au hii Simba hii imekaa. Hapa sasa tunaona huyu anaweza kaenda. Kwa mfano unaweza kusema Yanga amedraw na Mbeya City. Kama amedraw tu leo tukasema hiyo inatosha kumfanya kumuona na mashaka au bingwa. What if Simba ambaye ana mechi moja mkononi akadraw yeye? Ikawa wote wana mechi 4 ila Simba naye akadraw akawa na 10. Afuate akawa na alama 10. Na ishaitokea Yanga ipoteza mechi 2 mfululizo, Simba hajapoteza. Ndio nasema what if. Kwa hiyo itabidi tubadilishe maneno kwamba kumbe na Simba nao nchecheme vile. Ndio itakuwa cycle ya kubadilisha maneno. Kwa maana nasema kwa wao wana mechi 4 it's too early, ila ninaweza kufanya tathmini ya hizi mechi 4 kwa sababu zimeshachezwa, nimeziona kwa macho. Okay, sawa. Mpo na udambu mwingine hapo kuongezea hapo bwana, kwa namna unavyoona wewe hapa? Yeah, according to your question, first of all tuzungumze kwenye nafasi ya bingwa, kumuona bingwa nje ya Simba na Yanga au mtu mgeni mwenye asilimia 0 kwenda kwenye asilimia 51 za kuchukua ubingwa. Mijibu langu la moja kwa moja litakuwa sioni timu mpya kwenda kwenye ubingwa zaidi ya hawa wawili hapo kwa Kariakoo. Yes, miongoni mwao atakuwa bingwa Azam na Ibenge. Yes. Singida na Gamondi. Yes. Hawawezi kwenda kwenye ubingwa katika msimu huu.